naamini kuwa unatoa wakati sahihi. Nisamehe pia ninapokosea Mungu, huenda pengine nilikulaumu nikaona kama vile umeniacha. Nashukuru pia kwa kunipa mke mwema kama Faraji. Asante sana Mungu, nashukuru kwa kila kitu. Pia naamini babangu atapona sasa, na imani na wewe. Usilie mume wangu, usilie. Mungu hawezi kutuacha mume wangu. Hakika ni wema siku zote. Naamini mke wangu, naamini. Pia nashukuru unanipenda sana. Ipo wapi, ipo wapi, ipo wapi furaha kata kisimani, mjomba uko Bungo Karajani, naitafuta furaha sioni, baba mgonjwa kitandani, marafiki wa kweli sioni, msaada upo ila mtihani. Kisa kuku kidari, unauza mtoto kisa salari, baada kutibu unapotosha daktari. Pole Lina kunihangaiki. Usijali baba, ni majukumu yetu, na ni sehemu ya familia yetu. Matibabu yangu ni gharama. Ingawa mwanangu naye hana kazi, sina nilichobakiza. Hapana baba, kwa nini unajikatia tamaa wakati sisi tuko pamoja na wewe? Baba, mimi nina imani na kusimama kwako. Mimi siwezi kukuacha. Nakumbuka ulivyonipambania kwa Mgaya pindi nilipotaka kuniacha. Siwezi kukuacha baba, siwezi. Nakumbuka. Baba, huyu mtoto huyu nini anichanganya mimi kila siku. Mimi namwachia pesa nzuri tu ya kupika mboga nzuri kama nyama sato kutoka Mwanza lililonyoka imenyoka. Alafu mimi ananipikia mlenda, ananipikia kisamfu, ananipikia mimi mchicha. Wewe uliambiwa mimi na matatizo ya damu? Uliambiwa mimi na upungufu wa damu na kuuliza wewe? Mshenzi wewe. Hivi wewe una akili kweli? Au ushavurugu akili zako? Na iwe mwanzo na mwisho kumpiga huyu mwanamke, na sio kumpiga hata kumbuguzi. Pumbavu wewe. Mimi nani? Wewe ni baba, father. Kizungu anakuita daddy. Sasa rudia hiki ninachokuambia, uone dunia itakufanyaje wewe. Pumbavu mkubwa. Kwenda ndani. Father, wewe kama 32. Chekela. Toka hapa. Sawa, nimekuelewa. Na ole wako nisikie kelele huko ndani. Iwe mwanzo na mwisho kusikia kelele huko. Mbavu kubwa wewe. Nakumbuka baba, Mgaya sasa hivi amebadilika. Toka utoe kauli yako hajawahi kunipiga tena. Mgaya ameacha pombe baba. Amekuwa mwanaume mwema. Na hivi tutakupambania kadri ya uwezo wetu.
We mama we. Hapa wewe hiki kisiki au mtu hapa? Hii desturi gani? Yaani nyinyi mmeniweka hapa mimi, yaani nimekaa hapa mimi kama msukule. Manake nini? Ina maana ungekuwa dereva wewe kila siku unaua watu wewe. Kwa nini mnakuwa korofi? Kodi yenu nyinyi shida. Mpaka tuvutane, tusumbuane. Kwa nini hivi? Mbona kila siku mnatiana mimba? Hamjui? Na kwa taarifa yenu usizanie kama kwa hospitali kwenda kuzaa bure. Kila kitu kina gharama unachangia. Nyinyi kazi yenu kutiana mimba mnajua, lakini kodi hamjui. Msizae kama mna pesa. Usiniangalie mama mimi. Babangu. Babako nani? Mimi nataka kodi. Hata salamu. Salamu inasaidia nini? Salamu inasaidia nini? Mimi hapa salamu ingekuwa inasaidia toka asubuhi ningejaza kikapu shikamoo. Hapa nilichotakiwa ni geni na hela yangu. Nataka kodi. Sitaki shikamoo, sitaki salamu. Salamu inakusaidia nini? Nikusalimia. Ni kweli si ndo tumekuita hapa. Na tulikuita kwa ajili ya kukupatia pesa yako. Mume wangu jana alipata pesa, hivyo tuliona ni bora tukulipe kabisa. Leo mmemkopa nani? Nyinyi mmetoa hela kisu kimoja namna hii? Maana mume wangu hana kazi. Mume ana kazi? Au umepata kwa wadhamini huko? Maana asikilizeni nyinyi. Pesa ziwekwe kwa heshima. Pesa mnaweka kama matambala, kama wauza samaki. Pesa uweke kwa nidhamu, pesa zinyoke. Pesa inaabudiwa. Pesa unaweka kwa heshima bwana. Sasa inaenda kwa mtu mkubwa kama mimi. Alafu bwana sijui zezeta, sijui tutusa luambalusa. Pesa nakukabidhiwe mwanamke. Aljununi wale elfununu. Nadhani mkataba utajieleza kila kitu. Ila tu nilikuwa naombi. Uliahidi kwamba ukipata pesa utarekebisha ule mtaro pale wa maji machafu. Na vile mnavyonisumbua, mnanihangaisha, hamjui kama ule mtaro unataka kurekebishwa. Au mmekuona kikiela, sasa mnataka kupunguzia gharama, sio? Sikilizeni bwana, mimi mtaro haunihusu, sio mtaro hata choki kibomoka mimi nachubua tu. Nyinyi mnaenda haja kubwa sinyie. Kuna mengine jamani, mumsaidie mwenye nyumba. Nyinyi mnakaa nyinyi. Mnalala nyinyi. Mnashinda kujisaidia. Baba, hivi ule mtaro hii hewa unaoipata hapa kweli ni haki? Unaona kabisa maji yametuama mule hayatembei. Yatatembea tu mama, unaniweza? Shako na niweza. Mdada mume tu apate hela. Hivi ndio nilizia hapa niteleze nini? Waupe kaa kwela. Baba naye ja ukweli, watoto misumari, maisha ya utapeli, ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali, tafadhali, familia ja ukweli, ipo wapi haionekani? Ipo wapi? Ipo wapi haionekani? Ipo wapi familia ya ukweli? Watoto misumari, maisha ya utapeli, ndio hali ya nyumbani. Mama mkwe Kaleta nani? Tafadhali, tafadhali, familia ya ukweli. Tembeza kitu hicho. Nakisikia kitu cha sadari. Wanaita bongo shit. kitu cha sadari nimekisikia. Sasa hii inakamatwa. Unaweka mate ili moshi moto ule unawaka kwa program kwenye 60. Unaishika namna hii. Unaangalia kushoto alafu unazungusha hivi. Baba, kumbe na wewe uko kwenye mfumo.
Wanasema siku moja moja sio mbaya. Na moshi wake unataka unatoka vile kama ule makadinali wakiapishwa, ule moshi mweusi. Unatoka moshi mweusi unaenda juu. Kitu unapuliza kidogo, unakitizama kidogo na kisanifu. Sasa hiki cha ukucha hiki. Noma. Tuone baba mkuu. Unaona system ya uvutaji wa? Hivi. Ewa. Yaani unaingia mpaka katika ile nozzle kabisa, katika ile nozzle ile, mishipa yote ile. Ya kableta nini ile, unapandisha hivi. Naisikia. Unasikia kitu cha? Naisikia. Au unasema angeni bangue. Sasa nini sasa? Mbona unazirusha? Yaani unatuondoa katika sayari ya Max, unatuleta sayari ya Bongo. Watu tulikuwa tuko mbali katika vitu vyetu sasa. So unajua babako, unanijua mimi nishapanda jahazi. Yaani ukishapanda jahazi kwa baharia mkwe. Sawa sawa na mwanajeshi, wakati wote unajiona ushakufa. Na ukiwa baharia unajiona ushazama, ushakufa, unaona papa. Kwa hiyo lazima ujipeleke katika sayari ya Max. Kwa hiyo kidogo ukisikia kitu ulikuwa na roast. Naijua hiyo. Jafu jamani. Hiyo ndio pata hela tujue tabia yako. Mbona tabia? Ushe kwenda Tanga Pepeta. Wana ile kauli yao. Wanakwambia nyosha mguu kidogo. Kumbe bwana ile wanyosha kibule ile. Ile nyosha mguu kidogo. Ngwa. Sio bule hiki. Kina hela mama. We. Twende ndani baby. Twende tukahesabu. Twende. Nishike basi. Twende. Mzee Baria. Tusidumu. Ni taratibu bwana. Basi. Twende. Ima. Baba naye ja ukweli, watoto misumari, maisha ya utapeli, ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali, familia ja ukweli, iko wapi yone? Mume wangu. Niambie mke wangu. Daktari ametuita. Vipi, kuna nini? Haja kudokeza chochote kuhusu wito? Hapana. Lakini nina hisia nzuri juu ya hili. Una hisia gani mke wangu? Huenda itakuwa ni kuhusu baba. Unajua daktari aliniambia atanisaidia matibabu ya baba Hivyo nahisi ndo jambo analotuitia. Kama itakuwa ni kuhusu baba, basi itakuwa ni jambo la heri. Aliahidi kwamba atampatia baba matibabu. Nahisi huenda ndo hili analotuitia. Kesho hapo nitajaribu niangalie kupangilia ratiba zangu ili tuone twende tukamuone. Sawa mume wangu. Vipi dogo lakini? Hajambo. Anasemaje? Mateke nini kubutua? Anapiga lakini amenuna. Sasa kwa nini? Babake ampendi kama alivyokuwa akimpenda zamani. Hapati hata ile mabusu uliokuwa ukimpa. Hapo kweli mwanangu nimekosea. Lakini nisamee baba yako. Sio kwamba eti mimi napenda kukaa mbali na wewe. Changamoto tu za hapa na pale mwanangu kwa ajili ya kukupambania wewe pia na mama yako. Kwa hiyo na wewe usikae hivi bana. Uniombee msamaha.
Mwanangu mimi ni msikivu, cheshi na mwenye upendo kama babake. Amemsamehe baba. Basi nafurahi. Nimepokea msamaha wako mwanangu. Karibuni sana, hapa ndipo ninapoishi. Karibuni. Lakini hapa Faraja yeye ni mwenyeji. Mgeni ni wewe baba. Karibu sana babangu. Asante. Tumefika na tumeitikia wito. Kikubwa hapa nilichowaitia mimi, kuna jambo muhimu sana nahitaji kuwaeleza. Nimefanikiwa kumtengenezea njia baba yenu ili apate matibabu. Na hayo matibabu hamtahitajika nyinyi kutoa gharama ya aina yoyote. Dokta, inawezekana vipi yani? Yaani inawezekana vipi yani? Maana kwa ninavyojua gharama za matibabu ni kubwa sana. Yaani ni kubwa kiasi ambacho kwamba mimi na familia yangu tusingeliweza hili. Eti mtu leo anakuja kukuambia eti free kabisa bila malipo yoyote. Kweli inawezekana vipi? Changamka wewe! Wewe mbona unalegea wewe? Kazi umetaka mwenyewe, umekuja mikono nyuma, sasa unalegea nini? Twende. Changamka. Yes, safi. Mwingine? Yaani hapa nikiwatazama ni wachache mno ambao ndo wanafanya hii kazi. Lakini wengi wao mmelegea tu. Mnakuja kufanya nini? Nafikia hatua siku ninaamka, nina maeneo yangu kichwani, fukuza kazi wote. Nianze upi alifu kwa angalia huyu. Ona unavyonifezesha. Mtoto wa kiume unakuwa unatembea, hata wanawake hawa mabonge tu walokuja juzi na wanawashinda. Changamka wewe. Wewe Maneno, hapo umesimama unafanya nini? Chukua tofali peleka pale bwana, kwa muda wewe. Kazi mmetaka wenyewe alafu mwisho wa siku mnakuwa na mambo kama hayo bwana. Kazi ipo. Jitahidi hivyo ndo kuwatafutia watoto shule. Jitahidi, kimbia. Hima. Wewe ulivyokuja nilikuwa ninajiuliza mara nyingi sana, kazi utaiweza wewe? Lakini kidogo kuna uafadhali. Wewe, acha nikuongea hapo. Unamleta mzee katika kazi? Wewe panga vizuri tofali hiyo. Tofali. Sasa ikija kubomoka hiyo utakuwa una hela. Wewe yani sidhani kama utaendelea wewe. Sidhani kama utakuwa na kibarua. Kwa staili hiyo. Kimbiza. Wewe! Na niliongea na wewe muda mrefu kwamba wezi shenzi. Kuwa huru. Binadamu humsaidia binadamu mwenzie. Na mimi niko tayari kumsaidia yule mzee kivyo vyote vile ili kunusuru uhai wake. Nitajitahidi kutoa msaada ili mpaka mzee awe sawa. Kikweli Dokta, naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana. Yaani nakushukuru sana, kusema kweli sina cha kukulipa mimi na familia yangu. Ila Mungu mwenyewe ndo atakulipa. Mungu ametuonyesha njia kupitia wewe. Sema kweli asante sana Mungu. Maana unazidi kunionyesha miujiza kila siku. Unazidi kunionyesha uwepo wako kila siku, kila kukicha. Unazidi kunidhihirishia kwa wewe ni mkuu. Sikutegemea kabisa kusuiti. Mungu, naomba ukaweze kumbariki pia dokta huyu. Ukamfanyie wepesi kwenye kila jitihada zake kumpambania baba yetu. Mwenyezi Mungu, usema kweli nakushukuru sana. Maana wewe ndio unanipa matumaini kila siku. Wewe ndio umekuwa pamoja na mimi
pamoja na familia yangu, na pia umetutengenezea wepesi kupitia watu tofauti tofauti akiwemo Dr. Mage. Naomba ukazidi kumtengenezea wepesi dokta, ili jambo hili likatimie kama mipango yako baba. Asante sana dokta. Asante sana. Mungu akubariki sana. Usijali, tuko pamoja. Wamefurahi sana baba yao kutibiwa bure pasipo kujua kama wameingia kwenye mfumo wangu. Acha tuone mwisho wake. Umeangusa tofali, unajua gharama yake? Nakuuliza, unajua gharama yake? Yaani unaangusa tofali kizembezembe tu. Wewe njoo hapa mshenzi mkubwa. Njoo mbaya tu. Yaani nilijua tu wazi kwamba unataka kunipandisha miki sukari, si ndio? Yaani wewe ngonyani unataka kuniharibia mikazi? Unataka kuharibu ugali wangu? Wewe unafikiri kazi za mchezo zile? Umekuja hapa umeomba kazi mikono ikiwa nyuma. Leo hii hapo unataka kunizingua kiasi cha namna hiyo? Boss, hili ni ajali tu. Mbavu mkubwa wewe. Furaha tata kisimani.